Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefu Yami ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Sulemani. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Wizara ya Nishati yaliomba bunge kuidhinishiwa shilingi trilioni 2.2 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Waumini wa mtaa wa Kagoma jijini Mwanza waomba ufadhili ununuzi wa kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Katika habari za kimataifa, mahakama ya Umoja wa Mataifa yaanza kusikiliza kesi dhidi ya Israel. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dodoma. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko ameliomba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha bajeti ya Wizara ya Nishati kwa mwaka 2025-2026 ya kiasi cha shilingi trilioni 2.2, asilimia 96.5 ya bajeti yote ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo na asilimia 3.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Akiwasilisha bungeni jijini Dodoma, Dr. Biteko ametaja vipaumbele mbalimbali vya Wizara ya Nishati kwa mwaka 2025-2026 ikiwemo kuendelea kuimarisha uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme pamoja na kufikisha gridi ya taifa katika mikoa iliyosalia ya Rukwa, Kagera, Lindi na Mtwara. Katika usambazaji wa umeme vijijini, Dr. Biteko amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali imefikisha miradi ya umeme katika vijiji vyote 12318 vya Tanzania bara kutoka vijiji 506 vilivyokuwa vimeunganishiwa umeme mwaka 2007 wakati REA inaanzishwa, huku vitongoji 33657 kati ya 64359 sawa na asilimia 52 tayari imeshafikiwa na nishati hii. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 serikali iliendelea kutekeleza azima yake ya kuhakikisha kuwa huduma ya umeme inafika vijijini kote Tanzania bara. Napenda kutumia fursa hii kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa serikali imeweza kuvifikia vijiji vyote 12318 vya Tanzania bara kupitia miradi ya umeme iliyotekelezwa na Wakala wa Nishati Vijijini REA. Aidha, kupitia utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini, jumla ya taasisi na maeneo ya huduma 66140 yameunganishwa na umeme kutoka taasisi 15,200 mwaka 2020. Hili Mheshimiwa Spika ni sawa na ongezeko la asilimia 315. Mheshimiwa Spika, pamoja na kukamilisha wakazi ya uunganishaji wa umeme vijijini, serikali imeendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo jumla ya vitongoji 33657 kati ya vitongoji 64359 vya Tanzania bara sawa na asilimia 52 tayari vimeunganishwa na umeme. Wakazi wa Ipole na wilaya ya Sikonge kwa ujumla wake wanataraji kuondokana na adha ya umeme mdogo mara baada ya kukamilika kwa ujenzi wa laini ya msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 102 kutoka manispaa ya Tabora hadi Ipole wilayani Sikonge. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi.
Mradi huo unaotekelezwa na mkandarasi wa kampuni tanzu ya shirika la umeme nchini TANESCO ya EDITCO umekamilika kwa 100% kwa awamu ya kwanza, inayohusisha ujenzi wa kilomita 102 kutoka manispaa Tabora hadi Ipole wilayani Sikonge mkoani Tabora. Laini hii inatoka hapa mpaka mkoa wa Katavi, lakini inakwenda kwa phase. Sasa phase ya kwanza ina urefu wa kilomita 102. Tumemaliza kutest parameter zote, line iko tayari kupokea umeme. Kwa hiyo phase inayofuata sasa ni yenye urefu wa kilomita 133 kutoka Ipole mpaka Inyonga. Ni mategemeo yetu kwamba zoezi hili sasa kwa upande huu phase 1 limekamilika, sasa tunaendelea phase 2 na lenyewe liko asilimia nzuri kwa sababu liko asilimia 96. Katika kuhakikisha kipande cha pili cha mradi huo kutoka Ipole hadi wilaya ya Mlele mkoani Katavi wenye urefu wa takriban kilomita 133 kinakamilika ndani ya muda uliopangwa, wito unatolewa kwa wananchi kutunza miundombinu hiyo iliyogharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 161. Kuna baadhi ya wananchi ambao wanachoma moto kwenye line, lakini wengine wanaharibu tu kwa makusudi, wanatoa nyaya kwa hiyo unakuta saa zingine nguzo hizi zinaharibika na zingine zinapinda zinaanguka chini. Sasa tusipoitunza hii miundombinu ni kwamba serikali itaingia gharama tena mara mbili kwa ajili ya matengenezo ya hizi line. Kwa hiyo tunazidi kutoa rai kwa wananchi waione hii miundombinu ni ya kwao na waweze kuihudumia na waweze kuilinda. Majaribio ya mradi huo kwa awamu ya kwanza kuona kama laini inaweza kupokea umeme yamefanikiwa kwa 100%, hatua inayotazamwa kama mwarobaini wa changamoto ya umeme mdogo iliyokuwa ikiwakabili wakazi wa wilaya ya Sikonge. Mwanzo wilaya ya Sikonge ilikuwa inachukua umeme wa kilovoti 33 kutoka Tabora mjini kwenda katika wilaya ya Sikonge. Mkondo wa kilovoti 33 ni mdogo, hivyo uliwafanya wananchi washindwe kupata umeme wa uhakika. Kutokana na utekelezaji wa sasa wa huu mradi kilovoti 132 kutoka Tabora kwenda Ipole, wananchi wa Ipole na Sikonge watakuwa na uhakika wa kupata umeme ambao utawezesha kufungua viwanda na kulani biashara ndogo ndogo ili kuweza kupata mahitaji kila siku na kukuza biashara zao. Tunaenda kuwa na umeme wa uhakika ambao haukatikati. Kwa hiyo tunawasisitiza wananchi wote wajiunge katika kampeni yetu ya TANESCO ya mama kuwa na nishati bora, kwa sababu uhakika wa umeme sasa upo na ukatikaji wa holela umeme hautakuwepo. Kwa hiyo tunawasisitiza sana watumie umeme kama matumizi ya kawaida kwa kupikia, kwa maana kuzungumzia nishati safi, kuondokana na matumizi ya kuni, moshi ambayo yanakuwa na madhara makubwa. Kwa hiyo wajiunge, waje kwa wingi, kwa sababu umeme sasa kama nilivyosisitiza mwanzo na nazidi kusisitiza kwamba wanaenda wilaya ya Sikonge wanaenda kupata umeme wa uhakika. Jijini Mwanza ni zaidi ya miaka 5 sasa wakazi wa mpakani mwa Mahina kati na Nkanyerere wamekuwa wakikumbwa na changamoto ya ukosefu wa nyumba ya ibada, hali inayowalazimu kutembea umbali mrefu kwenda mitaa ya jirani kutekeleza ibada ya swala, na wengine wakishindwa kabisa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kufuatia hali hiyo, mara baada ya kupatikana kiwanja kinachouzwa maeneo hayo, imewalazimu wakazi wa maeneo hayo kumtuma kiongozi wao katika studio za Mahasin TV kutoa wito kwa waumini wa dini ya Kiislamu pamoja na wafadhili kuweza kuwasaidia ili kufanikisha ununuzi wa kiwanja hicho. Jambo la muhimu ambalo kila Muislamu anafahamu umuhimu wake, sio mpaka kupewa mawaidha mengi uweze kufahamu. Unafahamu jambo la kupatikana uwanja ambao uwanja huo itakuwa sababu ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala na kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watoto zetu watapata vituo vya kuweza kuendelea na darasa. Sasa hivi wanapoenda kusoma darasa ni mbali sana. Ndugu Waislamu, tufanyeni wepesi. Ndugu Waislamu, tufanyeni wepesi, wazidi kutusaidia katika jambo hili. Ndugu Waislamu, Allah anataka abudiwe kwenye mipaka ya Mahina kati na Kanyerere. Muislamu, toa kile ulicho nacho. Muislamu, toa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Muislamu, nipigie simu hiyo niweze kupeleka sehemu hiyo kwa tusaidia kununulia huyo uwanja. Kiwanja hicho kinauzwa kwa thamani ya shilingi milioni 26 na mpaka sasa tayari kiasi cha shilingi milioni 1,600,000 kimepatikana na kubakia kiasi cha shilingi milioni 24,400,000. Mpaka sasa Allah subhanahu, kwa uwezo wa Allah, nimefanikisha kuwa na milioni 1,600,000. Bado milioni 24,400,000. Ndugu Waislamu, kwa ujumla popote mlipo nje ya Tanzania na Tanzania kwa ujumla, tufanyeni wepesi tuweze kupata mahala pa kuabudia, tuweze kupata mahala tuzetu kusomea,
na tuweze kupata sehemu ambayo ni kituo na ndio miongoni mwa alama za Uislamu. Ndugu Waislamu, tusaidieni jambo hili. Kwetu sisi limekuwa ni dhiki, kwetu sisi limekutesha raha. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana na kiongozi wa waumini hao ndugu Farijala kupitia namba 0787019933 au kutuma mchango wako kupitia benki ya CRDB 01529715986000, jina Farijala Mahmudu Ndabameye. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anataraji kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro MUM, na utaraji kuanza Juni 11 na kilele chake kufanyika Juni 20, 2025 katika uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa studio. Kilele cha maadhimisho haya kitafanyika katika kitovu cha chuo ambacho ni Morogoro. Mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho haya anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Musa Asad, pamoja na mambo mengine, amesema kuelekea kilele cha maadhimisho hayo, shughuli kadhaa zitafanyika ikiwemo makongamano, mijadala na maonesho. Katika maadhimisho haya tunatarajia kutoa tuzo mbalimbali kwa waasisi wa chuo na watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika chuo chetu. Miongoni mwa matukio makubwa katika maadhimisho haya ni uzinduzi wa makala maalum, yani documentary, itakayoonyesha maisha ya miaka 20 ya chuo pamoja na mipango ya miaka 20 ijayo. Pia kutakuwa na mradi mkubwa wa kielektronic, yani MUM Community Fund, utazinduliwa rasmi ili kuruhusu wananchi kwa ujumla wao kuchangia maendeleo ya jamii. Chuo cha Waislamu Morogoro MUM kinaongozwa na taasisi ya MDF kwa niaba ya Waislamu kilizinduliwa rasmi mwaka 2005 baada ya kukabidhiwa na Rais mstaafu wa awamu ya 3 marehemu Benjamin Mkapa mwaka 2004. Katika maadhimisho haya kutakuwa na dua maalum ya kuliombea taifa na viongozi wake ili kuendelea na kudumisha amani, kutuwezesha sisi MUM kwa kushirikiana na vyuo vikuu vingine tuendelee kuwa na mazingira mazuri ya kuandaa wataalamu tarajali wa nchi hii. Aidha, sanjari na dua kwa taifa, pia kutakuwa na dua maalum ya kukiombea chuo chetu. Dua zote hizi zinatarajiwa kuongozwa na Abubakar bin Zubair bin Ali, Sheikh mkuu ambaye pia ni mufti wa Tanzania. Nje ya mkutano huo na waandishi wa habari, baadhi ya wahadhiri wa dini ya Kiislamu wametoa maoni yao huku wakihimiza Waislamu kushiriki kikamilifu katika maadhimisho hayo. Kuwa na chuo kingine bado ni muhimu, lakini tunasema vyuo vingine vipo. Lililopo ni kuviimarisha vifikie hadhi na ngazi kama ya MUM. Tunavyo vyuo vya Kiislamu vinafundisha Qur'ani, kwa hivyo ni kuviongezea mahitaji ya ziada ili visifundishe Qur'ani peke yake, vifundishe na kompyuta, vifundishe na ufundi fulani na stadi mbalimbali za kazi, ili mradi mtoto akitoka hapo anaweza kukidhi mahitaji ya mazingira yetu. Kwa hiyo kuwa na vyuo vya ziada ni muhimu, lakini ukifanya kuwa na matawi ya kutosha, hili jambo ni muhimu zaidi, kwa sababu ni jambo linalowezekana kwa sasa inshallah. Kwa uzoefu ambao tumeupata ndani yake mpaka tumefika. Kwa hiyo hii ni sababu nyingine labda unasema ya 4 ya kufanya tufurahie. Kwa hivyo waje waone na wawekeze kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kweli ni siku ina furaha kwangu, ni furaha plus, si ya kawaida. Kwa hivyo waje Waislamu waone, wasipende katika kusikia mtu anaweza akapotosha taarifa. Fika uone mwenyewe. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko ameitaka halmashauri ya wilaya ya Tanganyika kusimamia kwa uweledi mkubwa ujenzi wa mradi wa kituo cha ukusanyaji wa mazao ya nyuki kinachojengwa katika kijiji cha Majalila ile hadi kufikia Julai mosi 2025 kianze kutumika. Saadi Suleiman anakuja na undani wa taarifa. Akizungumza na wananchi baada ya kuweka jiwe la msingi ujenzi wa kituo cha ukusanyaji mazao ya nyuki kinachojengwa katika kata ya Mpanda Ndogo kijiji cha Majalila, mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko amesema mradi huu ni muhimu katika kukuza uchumi wa mkoa pamoja na kutunza mazingira kupitia ufugaji wa nyuki.
Hakikisheni mmesimamia vizuri mradi huu ukamilike kwa ufanisi na uanze kutumika mara moja. Itakapofika tarehe 1 ya mwezi Julai, mradi huu uanze kutumika ili wafugaji hawa wa nyuki waweze kupata manufaa makubwa. Jambo la pili, wafugaji wa nyuki katika halmashauri ya Tanganyika popote walipo, lakini na maeneo ya karibu hata kutokea halmashauri ya manispaa ya Mpanda na kadhalika, basi niwape shime ya kuja kujisajili katika ushirika huu kwa wingi, ili ushirika huu uweze kuimarika zaidi na wanufaika au wanashirika waweze kupata manufaa makubwa yanayotokana na ushirika huu. Mwenyekiti wa jukwaa la nyuki mkoani humo Abdallah Kakoso akieleza mikakati iliyopo katika kufikia malengo tangu kuanzishwa kwa ushirika huo mnamo Aprili 4, 2025, amemuomba mkuu wa mkoa kuwasaidia kutatua changamoto zilizopo. Ujenzi wa chuo unagharamia kama shilingi milioni 2 na laki mbili, lakini tunahitaji kuvuta umeme, lakini tunahitaji kuvuta maji. Sambamba na hapo, tunahitaji tutengeneze chaga ili zile asali tutakapokuwa tunaziweka zikae kwenye chaga. Kwa hiyo tathmini ni kama shilingi milioni 8. Pamoja na kazi kubwa wanaifanya halmashauri ya Tanganyika, lakini ni vyema tukasaidiwa vitu, kwa sababu kama jeshi mchanga, lakini hata vitu vinaonyesha nguvu itatuletea afya nzuri. Uwepo wa kituo hicho ni faraja kubwa kwa wafugaji wa nyuki na watu wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya mazao ya nyuki, ukitajwa kwenda kurahisisha ufanyaji wa biashara ya mazao ya nyuki. Awali ya wote, mimi nashukuru uwepo wa ofisi hii kwa maana ya ufugaji nyuki. Nashukuru sana kwa sababu itaturahisishia, ina maana uwepo wa kupata wadau mbalimbali kwa maana ya wadau wa masoko. Kwa hiyo hicho kipengele nakishukuru sana kwamba wateja watapatikana, tutauza kwa kupitia mfumo wa kupata wateja mbalimbali ambao ni wadau kwenye mfumo wa masoko ambayo itakayotuwezesha uchumi wetu kupanda. Na katika kuboresha huduma ya kudhibiti mivujo ya maji na kuepuka upotevu wa maji, muunganiko wa mamlaka kubwa za maji nchini Uholanzi VEI kupitia mradi wa Green and Smart City sasa umekabidhi vitendea kazi kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga Uwasa. Rajab Shaban Matuga anaarifu zaidi. Mhandisi Violet Kazumba ni mratibu wa mradi wa VEI nchini Tanzania, amesema vifaa vilivyotolewa vinakwenda kurahisisha upatikanaji wa taarifa za mvujo na kudhibiti maji yanayopotea. Vifaa hivyo ambavyo tumeweza kukabidhiwa leo kwa mkurugenzi mtendaji ni pikipiki 5, guta 2, simu 60 ambazo zitaenda kutumika kwa ajili ya kusaidia kutoa taarifa za mivujo na kuonyesha utekelezaji wake. Lakini pia tuna TV screen 2 ambazo zitasaidia katika kuonesha namna ambavyo leakage zimeripotiwa na hata zimefanyiwa kazi. Akitoa shukrani baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi wa Tanga Uwasa Mhandisi Geoffrey Hill ametaja maeneo yanayokwenda kufanyiwa maboresho baada ya kupata vitendea kazi hivyo. Moja, kuhakikisha kwamba tunapata taarifa za mivujo mapema kwa kutumia simu ambazo tumezigawa kwa watumishi na kwa baadhi ya wadau. Lakini pili, kuweza kuifikia hiyo mivujo kwa wakati kwa kutumia vifaa vya usafiri hivi ambavyo tumepewa. Lakini pia tumepewa maguta haya ambayo yanatusaidia kufikisha vifaa vya kufanyia kazi katika site ili kuhakikisha kwamba mivujo inadhibitiwa mapema iwezekanavyo ili kuzuia upotevu zaidi wa maji. Kawasa mpaka sasa hivi upotevu wa maji uko kwenye wastani wa 35%, na lengo la mradi huu ni kushusha mpaka kwenye 28% baada ya mwaka mmoja, lakini pia kwenda 20% baada ya miaka 2. Kati ya simu 60 zilizotolewa, baadhi ya hizo zimekabidhiwa kwa wakazi wa jiji la Tanga wanaotoa taarifa za mivujo ya maji, ambao wameiomba Tanga Uwasa kuongeza jitihada katika kufanyia kazi taarifa za mivujo ya maji zinazotolewa na wananchi. Zile taarifa zikifika za umwagikaji wa maji, basi wasichukue haraka sana kuzifanyia kazi. Unajua, mdau anapoleta taarifa ya umwagikaji wa maji na nyinyi mamlaka ya maji mkachukua zile taarifa kwa haraka, basi unahamasisha watu wengine kutoa taarifa. Lakini zile taarifa zikiwa zifanywe kazi kwa wakati, basi kunakuwa na
changamoto kidogo ya uwajibikaji ya kutoa taarifa. Kila mtu katika eneo ambalo lipo atekeleze wajibu wake, hususan katika hii ishu ya kuzuia maji yanayopotea. Tunapodhibiti maji yanapopotea ndipo endelea kupata fedha zaidi na mambo mengine. Na kwa taarifa hiyo kutoka jijini Tanga ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Mahakama ya juu kabisa ya haki ya Umoja wa Mataifa imeanza kusikiliza madai kuhusiana na wajibu wa Israel katika kuhakikisha na kuwezesha uingizwaji wa misaada wa kibinadamu katika maeneo ya Gaza. Mahakama hiyo inasikiliza kesi hiyo kuangazia wajibu wa Israel katika kufikishwa kwa msaada wa kibinadamu unaohitajika haraka kwa raia wa Palestina walioko kwenye maeneo yanayokaliwa kimabavu. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Gideon Saar, hata hivyo ameitaja kesi hiyo kama sehemu ya ukandamizaji wa kimfumo na kuliharamisha taifa lao. Akizungumza mjini Jerusalem wakati kesi hiyo ikianza mjini The Hague, Saar amesema mahakama hiyo imekuwa ya kisiasa na kuitaja kesi hiyo kuwa ni aibu. Kesi hiyo itakayosikilizwa kwa wiki nzima inafuatia ombi la Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwishoni mwa mwaka jana lililoiomba mahakama hiyo ya kimataifa kupima majukumu ya kisheria ya Israel baada ya kulizuia shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi wa Palestina kufanya kazi kwenye eneo lake. Kwingineko, waasi wa Kihouthi nchini Yemen wanasema shambulio la anga lililofanywa na Marekani lililokilenga kituo kinachowashikilia wahamiaji kutoka Afrika limewaua watu 68. Kamandi kuu ya Marekani haijazungumzia tukio hilo. Taarifa ya Wahuthi iliyotolewa mapema Jumatatu imesema kando ya watu 68 waliuawa katika shambulio hilo kwenye eneo la Saada, watu wengine 47 wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa waasi hao wa Yemen, wahamiaji 115 walikuwa wakishikiliwa kwenye kituo hicho wakati wa shambulio hilo. Kituo cha television cha Al-Masra chenye mafungamano na waasi wa Kihouthi kimeripoti kuwa shughuli za uokoaji na timu za huduma za dharura zinakabiliwa na changamoto kutokana na uharibifu mkubwa uliotokana na shambulio hilo. Picha za video zilizotolewa na kituo hicho zimeonyesha kile kilichoonekana kuwa miili yaliyouawa na watu waliojeruhiwa wakiwa katika eneo la tukio. Picha nyingine zilizotolewa baadaye zimeonyesha majeruhi wakipatiwa matibabu hospitali. Kulingana na wizara hiyo, kituo hicho kilikuwa chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na shirika la Msalaba Mwekundu. Zaidi imeongeza kuwa wengi wa wahamiaji wa Kiafrika waliokuwemo kwenye kituo kilichoshambuliwa ni kutoka Ethiopia, ambao mara nyingi hufunga safari hatari kupitia Yemen kwenda Saudi Arabia wanakotumaini kupata kazi na maisha bora.
Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Korea Kaskazini kwa mara ya kwanza imethibitisha kwamba ilipeleka wanajeshi wake nchini Urusi kusaidia kuyakomboa baadhi ya maeneo. Shirika la habari la Korea Kaskazini KNCA limeripoti kwamba wanajeshi wa Pyongyang waliisaidia Moscow kulirejesha eneo lililokuwa chini ya udhibiti wa Ukraine katika mpaka wa Urusi ulioko kwenye mkoa wa Kursk. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya Moscow kuthibitisha ushiriki wa Korea Kaskazini. Rais Vladimir Putin wa Urusi mapema alinukuliwa akiusifia ujasiri wa wanajeshi hao wa Korea Kaskazini. Korea Kusini na mashirika ya kijasusi ya Magharibi kwa muda mrefu yameripoti kwamba Pyongyang ilipeleka zaidi ya wanajeshi 10,000 kuisaidia Urusi kwenye mkoa huo wa Kursk. Kulingana na ripoti ya tume kuu ya kijeshi ya Pyongyang, uamuzi wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong-un wa kupeleka wanajeshi ulikuwa ni kwa mujibu wa mkataba wa ulinzi baina ya mataifa hayo. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saadi Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Wizara ya Nishati yaliomba bunge kuidhinishiwa shilingi trilioni 2.2 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Waumini wa mtaa wa Kagoma jijini Mwanza waomba ufadhili ununuzi wa kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa msikiti. Katika habari za kimataifa, mahakama ya Umoja wa Mataifa yaanza kusikiliza kesi dhidi ya Israel. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pana majaliwa yake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuleta kapu la habari, mimi ni Hilali Sefuriami nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saadi Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA. Naitwa Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Paka ilipotimia saa 3 asubuhi leo, kiwango cha juu zaidi cha mvua kimeweza kuripotiwa katika kituo kilichopo Pemba kwa kuripoti mvua kiasi cha milimita 136.1. Kama kuna athari yote iliyotokana na mvua hiyo, tafadhali usisite kutumia hayo matukio kupitia mitandao ya kijamii ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Na picha za satellite mpaka mchana wa leo zimetuonyesha uwepo wa mawingu mazito yalionekana zaidi katika maeneo ya mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi, hali iliyosababisha kuwepo na hali ya mvua katika baadhi ya maeneo hayo. Na mifumo ya upepo inatuonyesha upepo kwa siku ya kesho unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Viashiria vya mvua vyenye nguvu vinaonekana katika maeneo mwambao pwani ya Bahari Hindi na kuingia ndani kwa mkoa wa Morogoro. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa iliyopo mwambao pwani ya Bahari Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro. Ni vyema kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria kutajwa na hali ya ngurumo za radi katika maeneo machache, huku nyanda za juu kaskazini mashariki kutajwa na hali ya mvua katika maeneo machache, na mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Sehemu zilizosalia zikitajwa na hali ya mawingu kiasi na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki kijumuisha na mkoa wa Ruvuma kutajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Sehemu zilizosalia zikitajwa na hali ya mawingu kiasi na yenye hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam limetajwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku mkoa wa Dodoma ukitajwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza unatajwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro unatajwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya unatajwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 30 mwezi wa 4.
huku mkoa wa Morogoro tuliwa hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha tulikuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.